ukaguzi inafanyika masaa 24. Ofisi ya ukaguzi huwa haifungi, lakini kuna ule ukaguzi wa pamoja huwa tunaofanya kuanzia ile asubuhi. Hapa tunao area kama 6 na wakaguzi tunagawanyisha wakaguzi, wanaenda kwenye kila area ile asubuhi baada ya milipuko. Wanapokuwa wanaenda kwenye zile area kwa wanafanya ukaguzi, lakini baadaye jioni tunakuwa na majumuisho ya pamoja. Na baada ya yale majumuisho kuna kikosi tena ambacho kinabaki hapa ofisini cha watu kama 20 mpaka 30 kwa ajili ya ukaguzi wa usiku na kutatua changamoto za usiku. Kwa hiyo kazi ya ukaguzi haina muda maalum, ni masaa 24. Mgodi wa Msasa kwa upande wa usalama, mgodi wa Msasa huko salama, huko vizuri, hauna changamoto kubwa. Japo kipindi cha nyuma kulikuwa na changamoto ambayo ilijitokeza, lakini nadhani ile changamoto ilisha vizuri, na kwa sababu tayari ilikuwa kwenye ratibu wetu wa ofisi hii, ndio maana pakuonekana kama kulikuwa na changamoto kama ambazo ilikuwa inafanyika. Idara yetu ya ukaguzi inafanya kazi vizuri kwa sababu tuna wakaguzi wengi, tuna wakaguzi zaidi ya 200 kutokana na ukubwa wa mgodi wetu, na wanafanya ukaguzi kila asubuhi kuhakikisha eneo linakuwa salama, madara yanakuwa salama, na wanatoa maelekezo kwenye yale mashimo ambayo yanahitaji ukarabati, wanatoa maelekezo na wanakuwa wakali na wanahakikisha wanakagua yale maelekezo yote yanatekelezwa na wanaendelea na kazi. Na wakaribisha sana Msasa. Msasa ni sehemu salama na tulivu kabisa, waje wawekeze. Wafuate tu, kikubwa hapa ni kufuata tu sheria za madini zilizotungwa na sheria zetu kama wamiliki wa mgodi zinazotuelekeza namna. Mimi ni miongoni mwa bodaboda wasafirishaji wa mizigo katika mgodi huu mdogo wa Msasa ulioko kata ya Msasa wilaya ya Bukombe. Lakini changamoto ambazo tunaziona, tungeomba ofisi pamoja na kamati ya mgodi huu ituchanganulie kubaini madereva bodaboda ambao wao watakuwa tayari kwa ajili ya kubeba abiria tu, na tupewe idadi ya watu ambao ni bodaboda ambao wao watakuwa tayari kwa ajili ya kubeba mizigo tu, na nembo zetu zitofautiane, yani abiria, yani pikipiki ya kubeba abiria iwe na nembo yake, na wabeba mizigo pia na wao wawe na nembo yao. Majina naitwa Jacqueline Jonathan. Tunanufaika kwa sababu tunaruhusiwa kufanya kazi kama watu wengine, hatubaguliwi. Kama sisi mama kuja Ukware tunatoa mizigo kama kawaida. Umeona, tunafanya process zetu vizuri tu, familia zetu zinaendelea na maisha mazuri kwa ajili ya huu mgodi, na tunaombeni tu muendelee kuwasihi wakurugenzi wa huu mgodi waendelee kuwa na moyo wa hivyo. Toka migodi imeanza, migodi yote ambayo nishazunguka, huu mgodi ndio naongoza kwa mama wengi na wanakaribishwa, na mna mama yoyote ambaye anazuiliwa kuingia huu mgodini. Kwa hiyo mama yoyote ambaye anajisikia kuja mgodini anakaribishwa. Tunaendelea na kazi yetu ya uchimbaji. Tunashukuru Mungu, riziki tunapata, japokuwa kazi changamoto ya kazi huwa hazikosi, lakini kwa kifupi Mungu anatuwezesha, tunapata riziki. Tunaishi kama unavyoona, watu tuko wengi, kila mtu anapata riziki. Kina mama wanapata fero, nao wanapata riziki, hususan hata sisi kina baba tunapata riziki, maisha yanaendelea.